Gonna TV, acha tukujuze. Msanii maarufu kutokea Tanga, Bi Halima, ambaye amejizolea maarufu mwingi hivi siku za karibuni. Hata hivyo alifanikiwa kufanya collaboration na msanii Chino Wanaman kupitia wimbo wake wa Kibao Kata, ambapo maudhui yake imekuwa si mazuri. Yaani unakumbuka ile nyimbo yake ya Mshika Mapembe. Basi ile nyimbo yake imepelekea Basata kuweza kumuita na kumweka kikaongoni kutokana na nyimbo yake kwenda tofauti na maadili ya Kitanzania. Ukifuatilia huu wimbo utaona ndani yake una matusi, na ukiangalia matusi si lugha ya Tanzania, ama si kitu ambacho kinaruhusiwa hususa kwa wasanii, maana wasanii ndio taswira na kioo cha jamii. Hivyo amejikuta mikononi mwa Basata na kupewa maadili na vitu kadha. Hata hivyo alifanikiwa kukiri kosa lake pale Basata. Je, maoni yako ni nini hasa hususa kwa wasanii wa siku hizi na hata wale wa kizazi cha zamani pia? Je, ambao wanakuwa na tabia za kuimba matusi, lakini mbali na nyimbo za matusi, lakini pia kumekuwa na maudhui tofauti kama vile Uncle T ameweza kuitwa pale na waziri wa maendeleo jinsia na watoto Dorothy Gwajima kulingana na maudhui yake ya kuvaa vitu vya kike, yani mwanaume alafu anakuwa na pigo za kike, kuvaa wigi paka wanja. Hii imekaje kwa upande wako, na je hili wewe unazungumziaje kulingana na mmomonyoko wa adili? Hii ni Gonna TV, endelea kulike, subscribe pale YouTube na page zetu zote. Asante sana.